Jamani, mambo vipi? Mambo vipi? Washiriki vipi jamani? Mko vizuri? Sasa hapa tunaenda kutafuta washindi watatu. Sawa? Mtatoka hapa baada ya kuruhusiwa na filimbi au ngoma pale. Mtafika kule mwisho wa goli. Mtarudi. Mkisharudi hapa, sisi huku tunashika wale washindi. Wale washindi wakishatoka hapa, hiyo inakuwa ni round 1. Round 2 tunakuja hapa. Unaona jamani hapa? Hizi meza hizi. Wale washindi watatu wale wanakuja kwenye hizi meza. Hizi meza humu ndani kuna box hili. Hili box lina yes au no. Jamani wengine mnaona? Hili box lina yes au no. Hapa manake tutakuwa na raundi ya pili ambayo ni maswali mawili ya physics. Ni maswali marahisi. Kwa hiyo baada ya kutoka kule mkisha kuja hapa mtafuata maswali. Sawa? Swali la raundi ya pili soma swali kwa haraka. Mimi hapa nasoma kwa niaba ya wanaonisikiliza. Wewe toa jibu lako haraka wapi? Kwa haka. Kama ni yes, sawa, nyosha upande wa yes. Tuone sisi na watu waone. Sawa? Kama ni no, nyosha huku. Sasa hapo tutakuwa na watu wa kurekodi. Sasa basi baada ya hapo, baada ya round 1, sawa? Maswali mawili. Tunakuja round 2. Round 2 utajielezea bwana. Unakupa nafasi unatamba na uwanja wako. Baada hapo sisi tutaangalia kama umepata. Akishamaliza pale wale watatu wale. Wakishaenda tunawapa zawadi. Baada ya hapo tunaangalia mshindi mmoja, tunampa zawadi yake. Sawa? Haya sasa twende sasa. Haya twende. Njoni wote. Wewe njoo. Wewe njoo hapa, njoo. Pasha. Aloisi. Mvetu Aloisi. Jamani, tuwapigie makofi jamani. Wamejitahidi. Sasa wala washindi wetu wako wapi? Wa kwanza yuko wapi? Unda wa kwanza. Wa pili yuko wapi? Wa tatu yuko wapi? Mzee unahema. Sasa jamani nyinyi bye. Tunawapenda. Sasa nyinyi sasa njooni hapa sasa. Sogeni hivi wanangu. Sogeni hivi. Jamani nilisema kwamba hawa washindi watatu tunawapa nini? Zawadi. Zawadi jamani ni ivory. Msicheke. Zawadi ni zawadi eti. Nimebaki tatu. Za nani hizi? Za kwangu. Sasa haraka. Fungua bahasha yako. Haya, hiyo ni bahasha. Twende moja kwa moja. Jamani sasa msikilize maswali, sawa? Question number 1, round 2 hiyo, si ndivyo? Mnaona? Maswali si hapo humo. Question number 1, number 1 inasema hivi. A device used to measure an electric current is a voltmeter. Jibu ni yes au no? Haya. Shusha. Swali la pili, round 1. The SI unit of capacitance is capacitor. Yes au no? Rekodi haraka hiyo. Haya, asante kwa round 1. Round 2 nasema hivi. Explain the meaning of positive charge. Hilo ni swali number 1. Explain the meaning of positive charge. Tuanze na nani? Nani wa kwanza? Haya mzee, dakika moja.
Positive charge, the charge that requires. Ongea kwa sauti bwana, watu wasikie. Positive charge is a charge that requires protons. Anasema is a charge that requires proton. Asante. Mwingine? Positive charge is the charge that are used. Is a positive charge is the charge that are used to charge the body. Umesikia? Positive charge is the charge due to electrons. Amesema is a charge due to electron. Jamani, jibu sahihi ni kwamba positive charge as those charges acquired by a body when it is lose electron. Nani kapata sasa hapo? Nani kapatia? Anajua jaji, au sio? Nani? Kalingoni ndo nani? Ndo huyu au ndo? Namba 2. Kwani huyu hajapata? Tutaangalia sawa. Jaji unajua, Haya. Question number 2. A device used to store an electric charge in terms of electric field is known as Unahama? Earthing wire. Amesema earthing wire. Capacitor. Amesema capacitor. Jamani, jibu kamili ni capacitor. Tumpigie makofi yote. Sasa hayo ndio yalikuwa maswali yetu. Sasa kazi kwa jaji, atuambie nani kapatia. Kwanza, raundi ya kwanza ni kukimbia. Raundi ya pili hapa swali moja lilikuwa na pointi 2. Maana yake maswali mawili, pointi ngapi hapo? Pointi ngapi? Pointi 4. Si ndivyo? Sasa aliyepata raundi ya kwanza nani ambaye ana pointi nyingi? Raundi ya kwanza ambaye amekuwa wa kwanza kwenye kukimbia ni huyu hapa. Wa pili amekuwa huyu, wa tatu amekuwa huyu. Mshindi wa jumla ni huyu hapa. Mshindi wa jumla ni wapi? Makofi. Sasa mshindi wa kwanza kulingana na jaji wetu ni Atibu, na niliwaahidi kwamba mshindi wa kwanza tutampa nini? Zawadi, si ndivyo? Sasa mimi zawadi ambayo nimemwandalia huyu jamaa, shika hii. Ambayo nimemwandalia ni ile hapa, daftari la msomi. Ni daftari la kwa Atibu, mimi namkabidhi mzee. Jamani, tumpigie makofi. Jamani, asante. Sawa? Asante sana. Sasa wiki inayokuja tutaandaa shindano vizuri. Tutakuwa tuna muda wa kutosha. Kwa hiyo naamini mambo yatakuwa fresh. Zawadi zitakuwa nzuri, tutakula. Makande yatakuwepo. Kwa hiyo tujiandae, sawa? Haya, asante sana. Sasa hapa nataka niongee na mshindi wetu wa leo, atupe siri ya mafanikio. Mzee, mambo vipi ndugu yangu? Mambo safi. Kama kawa? Yes, kama kawa. Sasa mimi najua leo umeshinda, au sio? Hebu nataka utuambie nini siri ya mafanikio kwenye kushinda kwako? Siri ya mafanikio, kuna njia nyingi nazoweza kuzitumia kufanikia. Mfano? Kwa mfano kama leo ulivyoshinda hivi, kwa nini umeshinda? Kwa nini wewe ushinde alafu wenzako washinde? Njia ya leo yani inafuatana umekuwa umejiandaaje na mchezo wenu mlioandaa, au unakuwa umejiandaaje siku ya leo? Nataka kuniambia wewe mzee hujalala leo, unajiandaa? Hapana, kulala nimelala, lakini mchezo kama mchezo unatakiwa pengine utumie akili za kuzaliwa, sio mpaka kila kitu ufundishwe. Ndio. Bwana, sisi asante sana. Sawa, tunashukuru. Kwa hiyo unashauri nini huu mchezo, uendelee au usiendelee? Mchezo huu uendelee kwa sababu mchezo huu ni mzuri sana. Kwa nini ni mzuri? Kwa sababu yani kwa sababu unakuwa juu unaulizwa nini? Kwa sababu huu mchezo unachemsha ubongo. Kwa umechemka huu? Ndio, hapa ubongo umechemka. Haya bwana, asante ndugu yangu Atibu. Sawa? Asante sana.